Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na uzima ambao amenijalia. Lakini naomba nikushukuru kwa kunipa fursa pia ya kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naanza kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kwa kweli amefanya kazi nzuri sana. Sisi watu wenye ulemavu tuna mengi sana ya kumshukuru. Sana sana sana. Kwa hiyo naomba nieleze umma mambo mangapi yamefanyika Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija kwenye upande wa vyuo, leo hii watu wenye ulemavu wengi wanapata elimu. Na kuna baadhi ya vyuo ambavyo vimekarabatiwa katika kipindi cha Mheshimiwa Rais. Vyuo ambavyo vimekarabatiwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni chuo cha Yombo Dar es Salaam, kimekarabatiwa. Chuo cha Sabasaba Singida kimekarabatiwa. Chuo cha Launzari Tabora kimekarabatiwa. Chuo cha Mtapika Masasi kimekarabatiwa. Chuo cha Masiwani Tanga kimekarabatiwa. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ameidhinisha tena fedha bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi katika mikoa hii hapa ninaenda kuitaja hapa. Mkoa wa Kigoma, chuo cha watu wenye ulemavu. Mkoa wa Songea, chuo cha watu wenye ulemavu. Mkoa wa Mwanza pamoja na Ruvuma, chuo cha watu wenye ulemavu. Tumpe nini Mheshimiwa Rais? Yaani hatuna cha kumlipa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija kwenye upande wa mafuta ya watu wenye ualbino, Mungu wangu, mbariki huyu mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2022-2023, Mheshimiwa Rais ameidhinisha milioni 60 kwa ajili ya maandalizi ya kutengeneza mafuta ya watu wenye ualbino. Mwaka 2023 na 2024, Mheshimiwa Rais ameidhinisha tena milioni 60 nyingine. Jumla katika miaka hii ya bajeti ya fedha milioni 120 imeidhinishwa. Lakini kizuri zaidi mwaka 2024 na 2025 yametoka maelekezo katika kila halmashauri waweke bajeti ya kununua mafuta ya watu wenye ualbino. Maana yake ni nini? Maana yake mafuta haya yanaenda kutolewa bure. Si unanielewa, mnanisikia? Mafuta kinga yanaenda kutolewa bure. Kwa nini tusimshukuru Mheshimiwa Rais? Kwa nini nisimshukuru? Lakini tukiachana na hayo, kwenye upande wa ajira, Mheshimiwa Rais ameweza kuajiri katika sekta mbalimbali watu wenye ulemavu. Ameweza kuajiri katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya usawa wa jamii pamoja na lishe. Idadi ya watu 1218. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ameenda kwenye upande wa elimu. Mheshimiwa Rais ameidhinisha shilingi bilioni 4. Hizi bilioni 4 zimeenda kujenga mabweni 50 katika halmashauri 50, ambapo wanaenda kuchukua wanafunzi 4000. Hao ni watu wenye ulemavu. Tumpe nini Mheshimiwa Rais? Lakini Mheshimiwa Rais huyo ametupa imani, ametujengea imani watu wenye ulemavu. Leo hii tuna naibu waziri ambao ni mtu wenye ulemavu. Tuna wakili mkuu wa serikali mtu mwenye ualbino. Kuna makatibu wakuu. Sasa tumpe nini huyu Mheshimiwa Rais? Lakini pamoja na hayo, nipongeze wasaidizi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, na wapongeza wasaidizi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakupongeza sana. Umefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe pamoja na msaidizi wako Dr. Mashaka Biteko, pamoja na mawaziri wako wawili, Ridhiwani pamoja na Mheshimiwa Lukuvi na manaibu waziri wote, kwa kweli mmefanya kazi nzuri sana. Lakini nikushukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale ambapo ulikuja katika kongamano ambalo liliandaliwa na Keisha Empowering Development Foundation, ulitoa amri katika halmashauri zako zote waweke ofisi za watu wenye ulemavu. Ofisi za SHIVYAWATA katika halmashauri zote zinaenda kujengwa, zinakuwepo pale ofisi. Maana yake ni nini? Watu wenye ulemavu wanaenda kufikika. Watu wanaenda, changamoto zao zinaenda kusikika. Hadi sasa ni 70%
ya halmashauri ambazo zimeweza kutengeneza ofisi za watu wenye ulemavu. Tumpe nini huyu mama? Tumpe nini huyu mama? Lakini kama mnavyofahamu waheshimiwa, kwa wenzangu wale wanasema, Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mfalme wako uje, utupe mkate wa kila siku. Na sisi Waislamu tunasema alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mfalme wa siku ya malipo. Lakini tukasema utuongoze katika njia iliyonyooka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunasifia alafu tunaomba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika bajeti ya mwaka jana 2023-24 mlitenga kiasi cha fedha 2024-25 kiasi cha fedha bilioni 1 kwa ajili ya kusaidia vyama vya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii pesa bado haijaingia. Ombi letu pesa hii iingie. Tunakuomba sana ili hii pesa iende kwenda kufanya vile vyama viweze kufanya kazi nzuri ya watu wenye ulemavu. Lakini pamoja na hayo mheshimiwa, mmeweza kutengeneza mkakati mzuri wa kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata mafunzo katika vyuo. Hivi vyuo wakimaliza wanaenda tena kupewa mikopo ya 2%. Tumpe nini Mheshimiwa Rais? Basi naomba sasa, kama mikopo itatolewa basi mwanze hata kwa kutoa vifaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama mtu amejifunza keki basi mnunulie mashine hata ya kilo 1 ya keki ili aweze kuanza hata kuuza cupcakes. Ili aweze kujipatia kipato kiasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba hilo. Lakini la mwisho, naomba niseme la mwisho ambalo nimeshalisema sana humu ndani. Ninaomba sana kwa jicho la mheshimiwa huyu mama ambaye leo hii ana kauli mbiu ya kusema kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa kweli utu wake ameudhihirisha na aendelee kudhihirisha kwa kusaidia wamama wenye ulemavu, wamama wenye watoto wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wamama wenye watoto wenye ulemavu wanateseka sana. Utakuta kuna mwingine ni mfanyakazi wa serikali kazaa mtoto mwenye ulemavu, hawezi kumwachia mtu. Siku hizi hatuna ndugu wa kutusaidia, hatuna chochote. Sasa hao watoto wanalelewa vipi? Kwa hilo ni ombi langu la mwisho katika ile kauli mbiu ya kazi na utu. Mheshimiwa Rais, Mungu akikujalia unarudi tena katika Tanzania hii kutuongoza. Mheshimiwa Rais, tunaenda kukupa kura nyingi za ndio. Lakini ombi letu kubwa ni kusaidia hawa mama wenye watoto wenye ulemavu ili waweze kulea watoto wao vizuri, lakini pia kufanya kazi zao vizuri. Ni namna gani ya kusaidia? Tutakaa sisi kama kamati, tutakaa kama serikali, basi muweze kuona namna gani mnaweza mkasaidia hili swala likaenda kufanywa kazi. Kwa kusema hayo machache, nawashukuru sana. Naomba nishukuru sana leo hii kwa sababu hii ni wizara yangu mimi ambayo mimi ni mjumbe wa kamati. Niliamua niseme hayo machache ambayo na ni mengi ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Kwa kusema hayo machache nashukuru sana. Asanteni.